Ndugu mtumishi wa Bwana, rafiki, kijana, viewers all over the world. Ni wakati mzuri sasa tunaenda kuanza somo letu, tunaenda kuanza video yetu. Tunaanza kujifunza. Kwa hiyo mahali pale popote pale ulipo, ninakuomba sana uweze kuungana pamoja nasi wakati huu sasa tunakwenda kuanza maombi ili tuanze kujifunza kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo naomba uwe tayari kwa ajili ya kitu kinachoendelea mahali hapa. Asante Yesu, asante takatifu, asante Jehova Rafa. Na pale ulipo, anza kulazimisha jina la Bwana, anza kuita kwa Mungu mahali hapa kupitia wimbo wa kuabudu. Endelea kumtafakari Mungu na kulitia jina lake, maana kuna kama yeye. Jale kapala sopramande, jale seketerebo sayanda rabosika, jale korabafia mande, jola sakapra vali, jelis katavela, generebo siamande, jale keterebo saya. Tunatamani tukuabudu wewe, tunapenda tukujue wewe, tunapenda tukutumikie wewe Mungu wetu. Hivyo jioni asubuhi leo tuko mahali hapa kulitia jina lako, tuko mahali hapa kukuita wewe mfalme mbinguni, mfalme wa falme, Jehova Rafa, Jehova Jile. Pokea utukufu, heshima na mamlaka, maana yote ni vyako wewe. Karaba shiketelebo sika, zara mandrobo saya, jele kapla vali, jondara basia mande, jele skapra voli, jani marazota, jele kapra vali, jindara baba babosaya. Tunakutukuza, tunakuabudu, maana kuna Mungu kama wewe. Tunapenda tukuabudu wewe, tunapenda tukutumikie wewe, tunapenda tuishi maisha anakupendeza wewe. Hivyo asubuhi leo tuko mahali hapa kutukuza jina lako. Pokea utukufu, pokea heshima, pokea mamlaka, maana kuna Mungu kama wewe. Wewe unastahili kutukuzwa, unastahili kuheshimiwa. Karaba shokota rabasika, jele skapramande, jani na ramazia mande, jele koprabali, zale skapravala sotravali. Tunatamani kujua wewe, tunatamani kufahamu wewe, tunatamani tukuelewe wewe mtakatifu, ili tukuabudu katika na kweli, ili tukutumikie wewe Jehova Rafa. Hivyo tunapenda kujifunza neno la mjue Mungu wa unayemtumikia ili uweze kutembea naye. Tusaidie kwa neema yako tuweze kukujua wewe, tuweze kupita somo hili tuweze kufahamu wewe, ili tukuabudu na tukutumikie kwa namna moja ama nyingine. Pokea utukufu, pokea heshima, maana kuna Mungu kama wewe maishani mwetu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, naomba na kushukuru wewe mtakatifu Yesu Kristo, maana kuna kama wewe. Raba korobosha korobosaka, jala sokopramande, jele kaplavali, jale sokopramande. Endelea kuitukuza jina la Bwana, endelea kumwabudu, maana kuna kama yeye. Karaba shokota raba sika baba, jala koraboseke terebosika, karaba baba resa bramande, jeli kaplavol, jona raba sheke, jele kaplavol, jotia na bosaya, jola saikori amande, jele kaplavoli, jani ya mamoya, jani ya maleva, jeketelebo sika baba, jala zoko rabaseke, jorobo saya rabasia, jeni maraduba, jale kapalazio, jolo kopramande, jele karabosaka. Nila kutukuza jina lake, maana kuna kama wewe. Raba kaya na rabosika, bare korobosika. Tunatamani tukujue wewe, tunatamani tukufahamu wewe, Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Karaba shokora baseke, jele skapravali, jani ya mazebe, jani ya mareospa, faruste ketelebo saya, raso korabasika, jele kapali, jolo bosaya, raso vremande, jeketele kai, iklavara zota bali, jale korabosaya, jalo korabasika, jemele ketelia, jani narabasia, resorobosaya, jale koroboseke, jali kapalazia, rako korabasheke, reseketelebosika, rababababababababa shekelebosika, rabakorobosaya, jeli ketelebosaya, reso pramande, jele katarabosika, jale ketelebosika, jala babababababa, reso korabasika, jale ketelebosika, jandorobosaya, jele ketelebosika,
tunaitukuza jina lako, tunakuhimidi wewe. Raso kotaraba sheke jele kapai iple kota jale ketelia raso koraba sheke jemarabo sika Jania mamoya jelika pravali generebo saya. Sande kwa neema yako, sande kwa mama walijiunganisha, sande kwa baba huyu, sande kwa ndugu na jamaa na marafiki hawa. Karaba shokorobosika. Sante Yesu mtakatifu, tunatamani tukujue wewe. Risa katarabo saya narabosika. We need to know you, my God. We need to know you. Resa pravala joke telebosika. We need to know you, Father. We need to discover you, my God. We need to riama kataraba seke jeleka pravalosia. Hapo ulipo ndugu yangu, mwambie Mungu nataka nikujue wewe, nataka nikufahamu. Mwambie Mungu nataka nikujue wewe siku ya leo, natamani kufahamu. Raso koraba sheke, achilia fahamu zangu, maana neno lako naambia kwamba fahamu zako si sawa na fahamu za wanadamu. Hivyo achia fahamu yako juu yangu ili nikujue wewe. Kwa akili zangu siwezi, kwa mawazo yangu siwezi kukujua wewe, ila naomba Baba achilia fahamu zako juu yangu ili nikujue wewe. Maana neno lako nasema kwamba fahamu zako zapita fahamu za wanadamu. Rapa kayana raba sheke. Give me your brain, my Father. Give me your knowledge in order to discover you, in order to know you, in order to know you, my Father. I need to capture you, God. Resa koraba sheke jale katai ikorobobo saya. Reso koraba sheke Jakatayana raboseke jeketelabasia raso koraba sheke ja rabasia jalakatia rekobalasia jotopai ipekelabosaya resorobosaka jalimana raboseke jokotayali isparabosaya jelekaraboseke jania mamoya jeliska praveli jorobosaya. Tusaidie tukujue wewe, tusaidie tukufahamu wewe Yesu. Karababa bosheke resorobosaya jale ketelebosika jalabaseke jele kapravoli jania mamoya jele skopravali jalakatia resa parazo jale ketelebosaya. Natamani nikujue wewe, natamani nikufahamu zaidi zaidi. Reso koraba sheke jalabo sheke rababababababo zoko premande lima narabosaya. Ninatamani kujua wewe. Karaba sherebosika. Ninakuamini Yesu, ninakuamini Yesu. Rababa sherebosika. Karaba sheketerebosaya ndarabosheke raba shekete jale korobosaya rababa sheketerebosika jo jamaje jale korobosaya jolobosaka jale ketelebosika jalabaraboseke rababababosheke rabababosika jalamaраbosheke rimarabababosheke likapala zopra jale ketelebosia rapa korobosaya jeketelebosika jinarabaseke jinarabosika baba jale kotorobosaya. Asante Yesu Kristo. Waweza kumtukuza Jehova Rafa, maana hakuna Mungu aliye kama yeye. Mungu anastahili kutukuzwa, Mungu anastahili kuheshimiwa siku ya maisha yetu. Asante Yesu Kristo, asante mtakatifu, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani siku ya leo tumjue Mungu. Tuondoke mahali hapa tumemjua yeye. Maana anastahili kujulikana. Ni Mungu ambaye amejulikana katika mataifa yote. Hivyo natamani tumjue siku ya leo. Ni somo zuri sana ambalo ilikuwa ni tafakari ndani ya wiki iliyopita, ndani ya wiki karibia takriban wiki nzima, ambao nilikuwa natamani nimwambia Mungu, natamani kujue wewe, natamani kufahamu wewe. Nipe ufahamu wangu, nipe ufahamu wako ili nikujue wewe. Maana ni Mungu wa ajabu sana. Mungu wetu ni Mungu mwenye vitu vingi sana. Tusipomjua hatuwezi tukatembea naye kama vile anavyotaka yeye. Maana tuko katika dunia ambayo hatujui, tumezaliwa tu, tumejikuta tumekua, tunaendelea kukua, hatujui hata tunaendelea wapi, tunarefuka, tuko na watoto sasa hivi watu wazima. Yani tunashindwa, tunaelewa wengine sasa hivi ni wazee, yani tunaenda tu. Yani kama vile ng'ombe aendavyo machinjioni. Kwa we don't know. Kwa tusipomjua huyo Mungu hatutajua tunaenda wapi na tunatoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo nikupe hongera sana kwa ambao utaangalia video hii, maana amini ya kwamba baada ya hapa utatoka unamjua huyu Mungu. Utatoka umekwisha kumfahamu huyu Baba. Utatoka umekwisha kumfahamu huyu Jehova Rafa anapenda nini na anapenda nini kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo nakuomba stay tuned, endelea kujiconnect
na video hii, endelea kuangalia mpaka pale mwisho, usiache, na Mungu atakusaidia katika jina lake Yesu Kristo. Amina. Naomba nianze na kitabu kutoka nianze na kitabu cha Ayubu sura 22 mstari wa kwanza. Ayubu 22 mstari wa kwanza, Biblia inasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Unaona, uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Unaona? Lakini pia nitaenda kusoma Nyakati wa kwanza sura 28 mstari wa 9. Biblia inasema kwamba, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana, nao ukimwacha atakutupa milele. Nitarudia kwamba, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana, nao ukimwacha atakutupa milele. Nikasoma tena waraka wa kwanza wa Yohana sura 5 mstari wa 20. Biblia inasema, nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Amina. Ani maandiko matatu ambayo nimeyasoma kutoka katika kitabu takatifu cha Biblia, ambacho mimi na wewe tunakubaliana kwamba ni kitabu ambacho hakuna kitabu chenye mfano wake kama hicho. Ni kitabu peke yake ambacho mbinguni na duniani kipo hicho. Ndipo kuna kitabu hicho na kuna kitabu cha uzima ambacho kitakuja kifunguliwe na mambo yake yatatokea kama. Lakini kwa sasa hivi tuna kitabu sisi wanadamu kimoja tu ambacho ndicho kitakatifu, ndicho ambacho kinatufanya sisi tuweze kujua mambo mengi, lakini ndio kinachotupa ujasiri hata wakuja mbele yako kama hivi na kukupa na kukuhubiria na kukupa mawili matatu kwa namna moja ama nyingine. Hivyo ndugu yangu, nataka nikuambie kitu kimoja. Naamini kwamba umempokea Yesu Kristo, na kama hujampokea Yesu Kristo, hakikisha unatafuta namna kumpokea huyu Yesu, maana yeye ni mwema, yeye ni mwaminifu. Ikiwezekana pia hata angalia video yangu ya wiki iliyopita, Jumatano iliyopita, nadhani ya kitu kama Ijumaa ngapi, wiki nimetoa video. Angalia hapo, itakusaidia sana kuweza kumrejea Mungu wako inayohusiana na mambo ya moyo. Ila sasa hapa tutazungumzia kitu kimoja. Baada ya kumpokea huyu Yesu, kuna hatua ambayo wengi huwa hatunaisahau. Tunahisi kwamba ukishampokea huyu Yesu, ukishamjua huyu Yesu, ndio imeisha hivyo. Watanzania tunasema hivyo kwamba ndio imeisha hivyo, yani it is over, kwamba namjua huyu Mungu, nimekwisha kumfahamu, so it is over. Right, inawezekana kweli kawa ni hivyo, lakini for my side nadhani si kweli kwamba ukishampokea Yesu ndo basi umemaliza hivyo. Hapana, kuna vitu vinaendelea, kuna process inaendelea. Process moja wapo ni kumjua huyu ambaye umempokea. Mfano mzuri, wewe umekuja nyumbani kwangu, sawa? Umekuja ni mgeni, nimekupokea. Alafu kisha umekuja umekaa kwangu. You don't know me, hatujuani, tunaendelea tuishi, tunakutana kila siku. Havipi, umeamka, umekunywa chai, ndio, unafanya kazi nini, unakula na wewe unalala, unafanya kila kitu. Yani sijai kukuuliza unatoka wapi, unaishije, na hata hujai kujui hata mwenye nyumba. Unaniona tunaingia na toka nini, unaona chakula kinaingia kinatoka, unakula, unalala, unafanya hivi, kila kitu unafanya kama kawaida, lakini hatujawahi kukaa tukazungumza na tukafahamiana mimi na wewe. Nadhani kwa mtu mwenye akili za kujiongeza, ataona hapa kuna kitu hakijakaa sawa. Atatafuta muda wa kuzungumza na huyo mama mwenye nyumba au baba mwenye nyumba au rafiki yake, ili waweze kufahamiana kwamba hapa je wanaishije, hapa tunaishije, unifahamu nimetoka wapi, maana kuna wote inaweza ikatokea. Lakini ikatokea mbona tunapishana hata siku hizi, umekula ndugu yangu, umelala, ndio hata sikuulizi jina, nakwambia tu ndugu kwema nini.
lazima tukae kote ninavyofahamu. Nimekaa kwenye nyumba nyingi sana, fahamu lazima wakuulize unatoka wapi. Na hamna watu wazuri kama Wasukuma wanakuuliza mpaka kwenye kabila lao. Siku hiyo moja anakuuliza mpaka nyumbani kwenu, mpaka ndugu zako, mko wangapi, mmezaliwa wangapi, umekuja hapo, yani lazima nakuuliza maswali yote. Na hata kuna utaratibu, hata kutoka kwa kanisa moja kwenda kanisa jingine unapewa barua ya utambulisho ili kusaidia. Yote hayo ni kufanya wewe ujulikane kule unakokwenda, lakini pia na wenyewe wapate nafasi ya kukujua wewe, na wewe pia upate nafasi ya kuwajua wao. Maana Yesu atusaidie sana. Ndivyo hivyo hata kwa Mungu wetu. Mungu wetu sio, yani unajua kuna nyumba hizi zinaitwa, mfano kuna hizi nyumba za kulala wageni kinaitwa, kuna lodge, kuna guest house. Hizo hazina shida. Hizo unaweza kufika ukalala, umelipia tu chumba, haina shida. Unaandika jina lako pale, ushamaliza, unaenda kulala, unaamka unavyotaka hivyo hivyo. Cha msingi lako inakuishia ndo hapo. Lakini Mungu wetu hayuko hivyo. Na hata kule guest house ukienda au lodge, lazima kuna daftari la kuandika wateja wanaoingia mule. Utaandika jina lako, utaandika namba yako ya simu, sijui unakaa muda gani. Kuna vigezo, kuna vitu lazima wanakao ili wakujue. Likitokea lolote la kutokea, wawe na pa kuanzia. Kwa ndugu yangu, hata kwa Yesu tunapoingia kwa Mungu, unapopoka, lazima upewe 2-3 za kukusaidia wewe kumjua huyu Mungu uliyempokea, lakini pia kujua wokovu uliopokea ni wa namna gani na ukoje. Hivyo hiki kitu kikikosa, mpendwa, sidhani kama inaweza kuwa rahisi kwako wewe kumshika huyu Mungu. Na hata kuanguka kwako itakuwa ni rahisi, yani itakuwa ni rahisi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu haujamjua huyu Mungu. You don't know your God. You don't know your Father. You don't know nani aliyekuokoa. Hivyo ndugu yangu, nipende kukuomba wewe, baba yangu, mama yangu, tuweze kuendelea kufuatana hapa ili tuweze kumjua huyu Mungu vizuri. Ayubu sura 22 mstari wa 21 anatuambia kwamba hivi, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujia. Kumbe ina maana tunapomjua huyu Mungu ndipo tunapokuwa na amani. Ina maana hatuwezi kuwa na amani na wokovu kama hatujamjua huyu Mungu, kwa sababu ndiye aliyetuokoa na ndiye ambaye anatamani tutembee na yeye. Mfano mzuri ni hapa Daudi anazungumza katika Nyakati wa kwanza sura ya 28 mstari wa 9. Hapa mtumishi wa Mungu Daudi anamsimwa naye, anamwambia, mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Sawa? Kumbe kuna Mungu wa baba yake. Na maana kwa kila mtu ana Mungu wake. Japo kwa Mungu ni mmoja, na hii tukubaliane kwamba Mungu ni mmoja kweli, lakini kulingana na huyu tabia Mungu wetu, ana tabia ya kujifunua kwa kila mtu tofauti. Hivyo ndio maana hata kuna watu katika Biblia, ukienda kwa Ibrahimu, kuna namna Mungu alijifunua kwa Ibrahimu tofauti na alivyojifunua kwa Ayubu. Kuna namna Mungu alivyojifunua kwa Musa tofauti na alivyojifunua kwa Elia. Sawa? Kila mahali Mungu amejifunua. Kuna wengine wanamfahamu Mungu kama Mwokozi, kwa wengine Mungu anamfahamu kama Elishadai, kwa wengine wanamfahamu Mungu kama Mungu mwenye nguvu, kwa wengine wanamfahamu Mungu kama katili. Watu wanamfahamu Mungu kama katili. Ukienda kwa Ayubu, kwamba hivi Mungu nakwambia huyu Mungu huyu usimchukulie poa. Akamwambia Mungu huyu unayemwona Mungu alinipitisha kwenye majaribu bila huruma. Kwa sababu gani? Alikuwa anajivunia mimi. Kwa Daudi, Ayubu anakuambia ni Mungu anayejivunia mimi. Ukienda kwa Ibrahim anakuambia huyu Mungu huyu huyu Mungu huyu so poa. Yaani Mungu ambaye ani Mungu ambaye kuna namna alitembea naye. Unaona Mungu mpaka anamjaribu Ibrahimu kwamba amtoe mwanae. Kwa nini hakumwambia Ayubu? Kwa Ibrahimu alimwambia Ibrahimu mtoe mwanao. Hajampa mtoto, baadaye anakuambia mtoe mwanao awe sadaka. Hivyo sasa ilikuwa rahisi. Lakini njoo kwa Ayubu. Kwa Ayubu aliwa watoto wa Ayubu wote. Huko kwa Ibrahimu alimwambia nitolee mwanao sadaka. Lakini huko kwa Ayubu aliwa watoto wote. Huyo ni Mungu ambaye anajifunua tofauti kwa kila mtu, kwa kila vizazi. Mimi mwenyewe nina Mungu wangu mimi ambaye anajifunua kwangu jinsi anavyojua yeye. Kulingana na anavyoniona mimi nitaweza kumuelewa. Yes. Hawezi kujifunua zaidi ya fahamu zangu, sitamuelewa, sitamjua hata siku moja. Anaangalia mwanangu yukoje, mwanangu anaishije, nijifunueje kwake ili anijue. Kwa ni tofauti sana.
Kuna watu wamemjua mtu magereza, wamemjua Mungu huyu magerezani, ilibidi waende gerezani wafungwe kule miaka 30 ndio waokoke. Kwa wengine wamemjua Mungu vilabuni. Kuna mimi kuna mahali Mungu nimemjua na nimempokea, na kuna namna anatamani kila siku ananifundisha niweze kumjua. Na kuna mahali ananipitisha, na kila mahali kuna mahali ananipitisha ili niweze kumjua yeye, ili niendelee kumfahamu yeye zaidi na zaidi. Kwa ndugu yangu, na wewe kama mtu uliokoka, lazima utafute namna ya kumjua huyu Mungu. Kwamba je, Mungu naye mtumikia ni namna gani? Naomba nikwambia kwamba hatuwezi kumtumikia huyu Mungu kama vile apendavyo bila kumjua yeye. Hakuna mwanadamu aliyewahi kumtumikia Mungu bila Mungu kujifunua kwake. Lazima kuna namna tu huyu Mungu aweze kujifunua kwako, ajielezee kwako, ili ujue tena namna ya kumtumikia na mtumikiaje. Huwezi mtumikia Mungu usiyemjua kwamba anapenda nini na hataki nini. Mfano mzuri, Mungu aliwachagua wana wa Israeli, lakini Mungu alitambua kwamba hawa wana wa Israeli hawanijui mimi. Wamekaa utumwani miaka 400, wanamjua ni Farao ndio bosi wao, wanafahamu miungu ya Misri. Alijua hilo. Misri wako naabudu miungu majoka, kwa wanajua watu, wamefahamu yote. Sasa inabidi nianze kujiintroduce kwa watu. Najiintroduce je? Ninajitambulishaje kwa watu? Akaamua kwanza ampeleke mtumishi wake Musa, awe kama limbuko, ndio awe kama chambo cha yeye kwenda kumwelezea kule kwa wale watu. Cha kwanza alichokifanya, akamtoa Musa, alimchukua Musa akampeleka kwenye nyumba ya Farao, akazifahamu taratibu zote za uongozi. Kisha akamtoa hapo, akampeleka huko Midiani, akaenda kumficha huko milimani, ili aende amfundishe, amtoe ule Umisri. Alafu cha pili, aweze kujitambulisha kwake, amjue. Akampeleka kwa Yethro, kuhani wa Midiani, akampeleka kule ili aweze kumjua yeye, aweze kumfahamu yeye kupitia yule kuhani. Na kweli Mungu ilifika mahali akaamua kujifungua kupitia kile kizinga cha moto, kile kijiti cha kinachowaka moto bila kuteketea. Akashangaa sana Musa, sijawahi kuona hivi vitu, sijawahi kuviona kabisa. Akamwambia, vua viatu vyako, maana yake vua taratibu zako, vua fahamu zako, vua mawazo yako, uwe mpya kabisa, alafu nije nikupe vya kwangu. Sasa kuna watu nakuta anaingia kwenye wokovu, anaingia bado anakuta na taratibu zako kule alikotoka, bado hautaweza kumjua Mungu. Lazima ujitoe fahamu zako. Lazima ujitoe fahamu zako, utoe taratibu zako, utoe kila kitu unachokijua. Sawa, ulikuwa Muislamu, ulikuwa mpagani, labda ulikuwa kwenye dini nyingine, sasa hivi lazima zile taratibu zako, ufahamu wako wote uflash, yani ufute kila kitu, uflash. Uwe kama unahamia vile, unaanza upya. Sababu najua kuna kama unahamia kwenye nyumba mpya, lazima nyumba utaideki, utaifuta madirisha, utasafisha kila kitu. Kwa lengo gani? Kwa lengo moja tu, kwamba ndio nimehamia, kwa lazima nianze pakiwa pasafi. Ndivyo hata kwa Yesu Kristo unapokuja katika wokovu, lazima hakikisha kama Musa hivyo, vua viatu vyako. Ina maana your knowledge about any God ondoa, toa, yani sahau miungu yote uliobeba Misri, sahau kila kitu, vua, viache hapo. Alafu njoo sasa ukiwa kwangu, ukiwa huru, ukiwa wazi, ili nikufahamishe kwamba mimi ni nani, kwamba ni nani mimi. Akajielezea kwake kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahimu, si Mungu wa nani. Akajielezea kwake vizuri sana kwamba ndio mimi, ndio Mungu amenitembea na baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Hivyo nami sasa nimesikia kilio cha watu wangu, nami nataka niwakomboe. Unaona, anaanza kumtambulisha kwamba ina maana mimi nayekuita hapa ni Mungu ambaye nimetembea na baba zako, ni Mungu wa agano, nimetembea nao mpaka kufika hapa. Kwa naomba nikutambue, naomba nijitambulishe kwako. Alafu kisha andiko akampa kazi. Sawa, alianza kujitambulisha, alafu ndipo sasa akamwelezea kwa nini amemuita, alafu pia akampa kazi sasa. Kwa maana nataka nikutume wewe uende ukawaokoe hawa watu. Akamwambia nikifika kule niwaambie nani aliyenituma. Ina maana Musa bado kuna namna alikuwa bado hajamjua Mungu. Akamwambia usijali, ukifika waambie niko ambaye niko. Maana yake kwamba huyu Mungu anayeokoa alikuwepo kabla yenu, yupo wakati wenu, na atakuwepo tena zaidi na zaidi. Ndiye aliyenituma mimi kuja kuwakomboa.
Na cha ajabu ni kwamba wana wa Israeli ilikuwa ni ngumu sana kumpokea Musa na kukubaliana naye. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna namna tayari walikuwa hawamjui huyu Mungu, hawajamfahamu kindakindaki. Sheria walikuwa historia walikuwa nazo kwamba babu zetu walitusimulia hiki na hiki, lakini walikuwa bado Mungu hajajifunua kwao. Ndio maana ilikuwa ni ngumu sana wao kumpokea Musa. Ilifika wakati mpaka wakamuuliza, wewe Musa, huyo Mungu unayezungumzaga naye wewe ni Mungu namna gani? Sasa na sisi tunataka tuzungumze naye. Mbona anazungumza na wewe tu? Na sisi tunataka tuzungumze naye. Kwani kwa sababu bado hawajamfahamu vizuri. Ndipo Mungu sasa akaona ili hawa watu niweze kutembea nao vizuri, ili hawa watu niweze kufahamiana nao vizuri, niwape amri 10. Akaamua azitoe amri 10. Hizi amri zilikuwa kwanza, ngoja nikufunulie katika kitabu cha Kutoka sura 20 ili tuendane vizuri hapa. Kitabu cha Kutoka, ili somo leo itachukua muda mrefu kidogo sababu ni somo pana sana. Kutoka sura 20 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Yaani nitasoma amri za mwanzo hapa. Nitaisoma hapa ili ufahamu vizuri kwamba huyu Mungu kweli ni Mungu ambaye ana mahesabu, afanye vitu ovyo ovyo. Unaona Mungu anamwambiaje? Kutoka 20 mstari wa kwanza anasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Sawa? Arudi kutana kumwambia, usifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sawa? Na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukii yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sorry kwa kitu nilikuwa naweka sawa hapa. Umeona? Hapa anasema nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Au tena, usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitaje jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Anaendelea kueleza hapo. Haya, hizi amri karibia ya kwanza, amri ya pili na ya 3. Hizi amri sana sana zinamuelezea Mungu. Yaani ni Mungu alikuwa anajifunua kwetu. Kwa sasa kwa hizi amri za 3 za mwanzo, anaanza kutuambia kabisa kwamba akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Unaona? Ina maana hapa anawaambia wana wa Israeli kwamba ni kweli Misri kuna miungu mmeikuta, kuna miungu nyoka, kuna miungu wa kila namna. Mungu sijui wa mvua, sijui Mungu wa radi, sijui Mungu wa nini, sawa hapo. Lakini mimi ndiye Mungu wako. Kuanzia leo ujue kwamba mimi ndiye Mungu wako. Hilo swala la kwanza. Swala la pili, anarudi anawaambia kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Na maana mimi Mungu wako ninapenda kuabudiwa mimi peke yangu, sitaki kuchanganywa na Mungu yote yule. Anawatolea, anaambia usijifanyie sanamu ya kuchonga. Anaendelea kuambia kwamba kwa sababu mimi ni Mungu mwenye wivu. Anazidi kuambia mimi ni Mungu mwenye wivu kwa sababu sipendi kuona mwingine anasimama badala yangu. Unaona? Anaendelea kuwazungumzia mengi sana, lakini anaendelea kujishusha kwamba mimi Mungu wako ninapenda uheshimu wazazi wako, ushike siku ya Sabato. Si Mungu mimi napenda usiue, mimi napenda usizini, mimi napenda usibe. Yaani vyote ni kweli alituma kama taratibu ya kuishi, lakini vile vinamfunua ni Mungu wetu kwamba anapenda nini na hataki nini. Sawa? Ndivyo vinamfunua kwamba Mungu wetu anapenda nini, hataki nini. Kwa karibia takriban vile vyote alituma taratibu za kuishi sisi na watu, kuishi sisi na yeye, lakini pia vinamfunua kwamba Mungu wetu anapenda tufanye nini juu yetu.
Ina maana mimi Mungu sipendi uzini, mimi Mungu wako sipendi uibe, mimi Mungu wako sipendi useme uongo, mimi Mungu wako sipendi ufanye hivi na hivi na hivi. Ina maana ndivyo Mungu alivyojifunua kwa wana wa Israeli. Na kuishia hapo, aliendelea kutoa hata vitu vingine vingi, kutoa sheria nyingi na torati nyingi sana. Hawa wana wa Israeli wale nini, wasile nini, wafanye nini, wavaeje, waishije, yote hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna namna Mungu alitamani wana wa Israeli watembee naye, na akajua watu hawawezi pasipo mimi kujishusha kama Mungu na kuwaelezea na kujifunua kwao na kuwapa taratibu namna waishije na mimi. Kwa hiyo wale walioshika na waliozishika hizo sheria waliweza kutembea na Mungu, lakini wale walioshindwa Mungu aliwaangamiza. Kwani kwa sababu wameshindwa kuishi na huyu Mungu ambaye tayari amekwisha kujifundisha, kujitambulisha kwao. Kwa ndugu yangu, na wewe kaka yangu, baba yangu, rafiki yangu, naomba nikwambia kwamba hakuna namna ambayo unaweza kumpendeza Mungu bila kumjua, bila kumfahamu, bila kumwelewa. Ni ombi langu na liwe ombi lako pia kwamba taka kumjua huyo Mungu. Kama hivyo anavyotuambia mjue Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Na tunawezaje kumjua Mungu? Moja ni kupitia neno lake. Ametupa neno lake, Biblia nzima unaoiona hiyo ni namna ambavyo Mungu amejifunua kwako na kwangu pia. Mungu amejifunua kupitia neno lake. Ina maana neno lake ni mafunuo, sababu si maneno yake. Ina maana humo ndani unaposoma Biblia ndivyo unapozidi kumfahamu Mungu. Kumbe huyu Mungu, Mungu kumbe yuko hivi. Kumbe Mungu hivi ni hivi na hivi. Hapa wanadamu walifanya hivi, Mungu akafanya hivi. Okay. Ina maana inakupa wewe alert kwa namna moja ama nyingine. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kupitia kuwa na ukaribu naye. Maombi. Taka kuwa karibu na Mungu kupitia maombi. Mungu anazungumza, Mungu anatenda, lakini kupitia maombi Mungu wetu hutukamilisha, kupitia maombi Mungu wetu huturekebisha, kupitia maombi Mungu wetu hutusaidia pia kwa namna moja mwingine tumpendeze yeye. Lakini pia jambo la tatu, penda kujifunza kwa wale watu ambao wamefanikiwa kukaa na Mungu kwa muda mrefu, kumtumikia Mungu katika viwango vikubwa. Hao watu watakupa siri kwa nini wao wameweza kumfahamu, namna gani wameweza kumjua Mungu, namna gani wameweza kutembea na huyo Mungu. Naye Mungu atakusaidia. Lakini pia jenga shauku ya kutaka kumjua huyo Mungu, naye atajifunua kwako. Ni Mungu mwenye nguvu sana. Alijifunua kwa Ibrahimu kabla hata hajamuita, akiwa wakati yuko kwa nyumba za baba yake. Akamwambia Abraham, toka wewe katika nyumba yako unifuate, nami nitakupeleka kule nitakako uende, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa. Na hivyo endelea kule, akaendelea kujifunua kwa Ibrahimu zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Kumbe kuna wakati mwingine ukichukua hatua ya kutaka kumjua Mungu, Mungu anajifunua kwako. Mungu wetu sio mchoyo, Mungu wetu sio mdhalimu hata aseme uongo. Yuko radhi ataka kumjua wewe. Hapa Yusufu huyu Daudi anamsimwa naye. Anamwambia kabisa, mwanangu, mjue Mungu wa baba yako. Ndivyo mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Ina maana ndugu yangu, ili mtumikie Mungu katika moyo mkamilifu, hauna budi kumjua huyu Mungu. Taka kumfahamu huyu Mungu. Wewe ni mwabudu halisi. You are true worshiper. Ni kwa unajua kutunga nyimbo, lakini hakuna kiwango ambacho unaweza kumwabudu Mungu kama kiwango cha wewe kumjua huyu Mungu. Hata mimi mwenyewe, mimi ni mwimbaji mzuri sana, lakini namwimbia Mungu katika vile anavyojifunua kwangu yeye. Mungu amejifunua kama unique one, kama Mungu wa pekee. Kwa nyimbo zangu zote utasikia kwamba hakuna Mungu kama wewe, hakuna kufanana wewe, hakuna kulingana wewe, hakuna wa kufanana wewe. Ndio nyimbo zangu za kumwambia no one like you, no bad like you. Ndio nyimbo zangu karibia nyingi sana zinalilei humo, za kutaka kumdescribe Mungu kwa upekee wake. Na ukienda kwa mwingine kuna namna anaimba tofauti na mwingine. Kwani kwa sababu ndivyo Mungu amejifunua kwake. Kwa jewe Mungu atajifunuaje kwako? Ndivyo namna ambavyo unaweza kusimama na kusema kweli hapa ni mwabudu Mungu. Sio kumwabudu Mungu mwabudu mpaka umetoa jasho. Wewe kiwango cha kusema ni mwabudu Mungu kwa ni kile katika kiwango kile ambacho unamjua yeye, katika fahamu zake, sio katika fahamu zako wewe.
Katika fahamu zako wewe kumwabudu Mungu hatuwezi. Tunatupasa tupate fahamu kutoka kwa Mungu iko namna ya kumwabudu yeye. Hata kumhubiri na kumtumikia, kuna namna Mungu anatamani mimi nimtumikie tofauti na mtu mwingine yote. Kwa hiyo ndugu yangu, kingine, usipende kujilinganisha na watu, usipende kuiga watu. Kama mimi napenda kufundisha kama mtumishi fulani anavyofundisha, napenda kuomba kama mtumishi fulani anavyopenda kuomba, au napenda kuimba kama mtumishi fulani anavyopenda kuimba. Never. No, that is nonsense mbele za Mungu. Taka kuishi, taka kumjua Mungu, ajifunue kwako yeye kama yeye, ili ujipate pia, utafute ladha yako. Yaani hakuna namna unaweza kumtumikia Mungu zaidi ya vile unavyomjua yeye. Mimi mwenyewe Gregory, kuna namna ya mtumikia Mungu tofauti na mtumishi mwingine yote. Kwa sababu gani? Ndivyo Mungu ambavyo anataka nifanye, ndivyo Mungu atamani nifanye. Siwezi nikafanya ili kumpendeza mtu, kwamba itiwe Gregory kwa sababu umekaa hivi basi kaa fanye hivi. Hapana, Mungu wangu anataka nifanye kitu Mungu ambacho anataka nikifanye kwa wakati huo. Inawezekana kwa najua kuimba, lakini kuna mahali nitaenda mimi sitaimba, nitahubiri. Ni kweli najua kuimba, lakini kuna mahali nikifika sitaimba, nitahubiri. Kuna mahali pengine nitafika sitafanya chochote kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu, nitatembea kama jinsi Mungu anavyotaka niwe. Nitakana kumtumikia Mungu pale na anapotaka nikae. Akisema mwanangu kaa na kaa, akisema mwanangu hapa toka na toka. Ndio Mungu nayemtumikia, ndio Mungu ambaye huyo. Kama unabisha ulize wana wa Israeli, walipita kokote kule Mungu alipotaka wapite, kwa sababu alizokuwa nazijua yeye. Ndio maana akawashushia wingu, akutaka waende kwa akili zao. Unaambiwa kutoka pale Misri kuja mpaka Kanaani ilikuwa ni mwendo wa siku 3, sijui siku 2 3 wameshafika. Lakini walizungushwa na ile wingu njiani vile Mungu anavyotaka. Kwa hiyo hakuna namna unavyoweza kumtumikia Mungu zaidi ya vile unavyomfahamu wewe. Kwa ndugu yangu, nipende kukwambia kwamba taka kumjua huyo Mungu. Ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa upendo, ni Mungu mwenye neema, ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu mwenye vitu vingi, lakini hatuwezi kuvipata vyote. Hatuwezi kuvipata vyote. Hatuwezi kuvijua vyote. Hatuwezi kuvipokea vyote kutoka kwake. Vingine vitatulemea, vingine ni vizito, vingine kwetu ni vikubwa sana zaidi ya uwezo wetu. Kwa hiyo anatupa kadiri vile anavyotujua yeye. Kwa na wewe lazima utake kumjua yeye ili ajifunue kwako. Ndio maana kuna mahali Yesu anauliza wanafunzi wake, "Je, hao watu wananihitaje? Je, watu hao wanasema mimi ni nani?" Petro akasema, "Wewe ni mwana." Wengine wanasema wewe ni Yohana. Wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji amefufuka. Yesu ni Yohana Mbatizaji amefufuka. Wengine wanasema ni nabii Elia. Wengine wanasema nabii mmoja wapo wa zamani amerudi tena katika wafu amefufuka. Yaani kila mtu ana mtazamo wake jinsi anavyomfikiria Yesu. Huyu ni nabii wa zamani amefufuka. Mwingine huyu ni Elia huyu. Mwingine ni Yohana Mbatizaji, roho ya Yohana Mbatizaji amefufuka, Yohana Mbatizaji. Huyo Herode huyo akasema sije kama Yohana Mbatizaji nimemkata kichwa akafufuka. Unaona? Kwa ndio hivyo, kila mtu akala tabakari. Lakini Yesu Kristo akauliza, "Je, ninyi mnasema mimi ni nani?" Unaambiwa kwamba Roho Mtakatifu akamjilia Petro. Ina maana tunapata pointi nyingine. Ina maana kupitia Roho Mtakatifu ndipo tunamjua Mungu wetu. Ina maana bila Roho Mtakatifu hatuwezi kumjua yeye, hatuwezi kumpendeza. Sawa? Kwa utaka pia kuongozwa na Roho Mtakatifu. Anasema kabisa pale kwamba Roho Mtakatifu akamjia Petro. Unaona? Alafu kisha Petro akasemaje? "Wewe ndiwe mwana wa Mungu." Akamwelezea vizuri pale Yesu. Unaona? Wewe ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Unaona? Akamwelezea kuna maneno mazuri, akamwelezea sana Yesu pale. Mpaka Yesu Kristo akasema, "Mimi nakwambia, wewe Petro, sio wewe uliyesema hayo, bali ni Mungu aliye juu ndiye aliyekufunulia hayo." Ina maana kumbe mpaka Mungu yasema, huyu hapana, huyu sio Petro huyu sio Petro. Huyu sio Petro naye mjua. Unaona? Huyu sio Petro naye mjua. Huyu ni nguvu nyingine imemfunulia. Unaona? Kwa hiyo ndugu zangu, hatuna namna ambayo tunaweza kumjua Mungu zaidi ya vile ambavyo anaweza kujifunua kwetu. Kwa hiyo ni ilahi yangu mimi na wewe ndugu yangu, leo asubuhi ya leo tutake kumjua huyu Mungu wetu. Tutake kumjua huyu
Baba yetu. Maana hakuna namna ambayo tunaweza kumpendeza yeye pasipo kumjua yeye. Ni Mathayo 16 mstari wa 15. Nianze mstari wa 14, nasema wakasema wengine unena huyo. Nianze mstari wa 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Hii ni Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka 16. Unaona? Aya, mstari wa 14, wakasema wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Unaona? Haya, mstari wa 15, akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Sikia Petro anavyosema. Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sikia Yesu anavorudi katika mstari wa 17. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Hapa namwambiaje? Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hapo ndio mstari wa 19 anamwambia, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haleluya! Yaani naomba nikwambia kwamba haya ni mafunuo ambayo Mungu amenipa hapa kwa. Kumbe Petro amepewa yale mamlaka ambayo hata papa ndio wanayatumia. Wanasema kwamba Petro ndio papa wa kwanza, kwa sababu ndio alipewa mamlaka. Ina maana kumbe papa huyu Petro Mungu kumpa mamlaka haya ni pale baada ya Roho Mtakatifu kumfunulia kwamba huyu Yesu mnekane ni nani. Na maana siku zote walikuwa kikanena lakini bado hawajamjua, lakini Mungu akaamua kupitia Petro akamfunulia kwamba huyu ndiye Kristo, sawa, mwana wa Mungu aliye hai. Baada hapo sikia maneno ambayo Yesu anayazungumza. Sikia maneno anayozungumza. Petro ndo anapewa jukumu zidi ya kanisa. Anaambiwa kwamba kwamba mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami ninakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Ina maana hii mamlaka amepewa Petro baada ya kumjua Yesu, ya kumjua huyu Mungu, huyu nayekaa naye kila siku na kula naye chakula meza moja, ambaye mimi ndio mkatibu, ndio nafanya naye kazi, ni mtu wa namna gani. Hapa anatoka hapa anamwambiaje? Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Hakupewa mtu yeyote, bali alipewa Petro. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari alikwisha kumjua huyo Mungu. Anamwambia kwamba hivi, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hapa akasemaje? Ndipo karaba shike niishi hapo. Ina maana hayo mamlaka Petro alipewa baada ya kumjua huyu Yesu anayemtumikia. Hivyo ndugu yangu, Mungu hawezi kukupa assignment yote kabla ya wewe kumjua yeye. Taka kumjua wewe katika huduma yako, umefungua huduma, unanidemu, taka kumjua Mungu kwanza, tafuta kumjua huyu Mungu, ndipo yani kila kitu utakuwa rahisi. Wewe mwenyewe utashangaa, mbona Mungu anaanza kujifunua kwako, anakupa kwa uinjilisti, anakupa kwa uchungaji, kanini? Kwa sababu gani? Umeanza kumtambua yeye. Kwa ndugu yangu, huyu ni mtumishi wa Mungu mzuri sana kama Petro alivyokuwa. Petro katika wanafunzi wa Petro alikuwa kielele sana, alikuwa ni mwongeaji sana, alikuwa ni sangwe, ni mzuri sana. Lakini vile Mungu alivyojifunua tu ndani yake, Petro alibadilika. Petro huyu ambaye alikuwa na udhaifu mwingi sana mbele za Yesu, ndiye anapewa majukumu ya kulilinda kanisa. Ndipo anapewa majukumu ambayo mpaka leo hadi mapapa ndio anaitumia ile andiko, ndio ile andiko wanaolitumia mapapa. Hadi Pope Leo wa sasa hivi anatumia ile andiko kwamba amepewa mamlaka ya kufunga chochote duniani na mbinguni limefungwa. Akisha kufungua duniani na mbinguni itakuwa limefunguliwa. Kwa hiyo ndio mamlaka anayotumia. Yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu pale ambapo Petro aliporuhusu moyo wake kumtambua Mungu na kumjua huyu Mungu.
Kwa ndugu yangu itoshe kusema kwamba Mungu anakupenda, Mungu atamani akutumie sana zaidi na zaidi. Ni maombi yetu mimi na wewe tumjue huyu Mungu. Hivyo ndugu yangu, wakati tunaomba hapa nitaweza kuweka umwimbo wa Joel Lwaga, umwimbo tuweze kwenda nao, umwimbo unipae afya, ninakuamini, nimekujua na nimekuona, ninakuamini. Unaona, ni wimbo mzuri sana ambao natamani usikilize wakati kwa ufupi, kisha tuende kwenye maombi. Unipae afya mifupani. Unaweza tukaimba pamoja, ninakuamini, ninakuamini, nimekujua na nimekuona, ninakuamini, ninakuamini, unipae afya mifupani mwangu, ninakuamini, ninakuamini, nimekujua na nimekuona, ninakuamini, ninakuamini, tumaini langu ni wewe tu, ni wewe tu, msaada wangu ni wewe tu. Karaba shekerebosika jeleska bramando robosa ya narabosika. Baba, tumekukujua wewe, maana ndio msaada wetu. Tukuache tuende kwa nani? Tukimbilie kwa nani? Jehovah Rafa, resa koraba sheketerebosika. Help us to know you, my God. Help us to discover you, Lord. Reso koraba sheketerebosika Baba. Jali kapara zopremande, jele karabosika Baba, jale korobosaka. Hapo ulipoanza kumuomba Mungu, acha anza kumtaka Mungu ajifunue juu yako. Ondoa inoshindio nayo, ondoa akili huyo nayo. Kuna wengine wanamjua Mungu kama katili, wengine wanamuona Mungu kama katili, kama muuaji kwa sababu eti alichukua wazazi wake. Wengine wanamuona Mungu kama ni katili, kama Mungu ambaye hana huduma kwa sababu eti anapitia katika magumu. Ondoa hiyo akili, futa kabisa akili ambayo unao ndani ya kujui dhidi ya huyo Mungu, ili umpe nafasi sasa ya kujifunua ndani yako, umpe nafasi ya kujifunua ndani ya maisha yako, umpe nafasi ya kujielezea fika kwamba yeye ni nani kwako. Hawezi bila wewe kumruhusu, hawezi bila wewe kumruhusu, hawezi bila wewe kumruhusu. Karaba shokotaraba sikaraba baba 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 ripara risa karya jarika paria dada soto robosa jikaya rapa jaraba yana. Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Sio maarifa ya kielimu ndugu yangu, sio maarifa ya kibiashara, bali ni maarifa ya kushindwa kumjua huyo Mungu. Ni Mungu amejifunua, ametupa neno lake, ametupa ahadi zake, ametupa wokovu wake, lakini bado hatumtambui yeye. Tunaishi kama tunavyotaka, tunafanya kama unavyotaka kwa sababu hatutaki kumjua yeye, hatutaki kumjua yeye. Ametupa amri zake, lakini bado hatumjui yeye, hatutaki, hatuna muda wa kutaka kumjua huyo Mungu. Resa karaba baba baba. Forgive us, Lord. Forgive us, my Father. Forgive us, my Lord. Resa karaba ya naraba baba 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 baba.